Nikaribishe kwenye darasa na mafundisho ya leo. Leo tuna ndoto 4. Wewe ni mtumishi na umeitwa ila haujajua. Kuna wakati umeitwa wewe ila haujajua. Kumbuka maandiko yanasema Hesabu 12 mstari ule wa 6 mpaka wa 8. Anakuambia akiwepo nabii miongoni mwenu, mimi Mungu nitazungumza naye kupitia ndoto na nitajifunua kupitia maono. Lakini kwa Musa mtumishi wake, yeye ni mwaminifu kwenye nyumba yake yote. Yeye atazungumza naye wazi wazi, yani mdomo kwa mdomo, hata umbo lake ataliona. Kwa hiyo unaona, Mungu anaweza kuzungumza na mwanadamu kupitia ndoto na maono. Kwa hiyo umeitwa na Mungu ila haujajua. Ukianza kuona ndoto hizi 4. Ndoto ya kwanza, unapaa angani mara kwa mara na unawashinda maadui. Jua Mungu amekupa uwezo. Roho Mtakatifu amekupa uwezo usio wa kawaida wa kuwa juu ya mtu yeyote, maadui zako na hata watu wengine. Kwa hiyo ukishakuwa juu yao, ya maana una uwezo wa kuwafungua, una uwezo wa kuwaombea, una uwezo wa kuwaongoza, una uwezo wa kuwabariki kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini ndoto ya pili ni ndoto unaona vitu vya thamani angani, au unaona vitu angani au mbinguni. Unaweza kuona watu weupe, labda wamevaa mavazi meupe, au unaweza kuona farasi, unaweza kuona tai, unaweza kuona upanga, labda ni mbinguni, au unaweza kuona mawingu, au unatembelea mawinguni. Basi hiyo ni ishara ya wazi kwamba wewe umeitwa na umepewa neema na Mungu kupita kawaida. Lakini 3 ni ndoto unashangaa unahubiri au unawatabilia watu rohoni. Basi jua Mungu ameweka neema ya kuwa mtumishi wake au nabii pia kwenye ulimwengu wa roho. Basi kwenye ulimwengu wa mwili unaweza kuanza kutimiza yale maono na utaona matokeo makubwa, kwa sababu kipawa kiko ndani yako. Lakini 4 na mwisho ni ndoto unashangaa unawafungua watu, unawaombea watu, unawakomboa watu wakiwa wametekwa, au unawaombea watu wenye matatizo, labda ni vilema, ni walemavu, labda ni kipofu, ni kiwete, kiziwi, au unashangaa ni mtu mwenye matatizo ndotoni, unashangaa unamkomboa. Alikuwa amezama kwenye maji, au alikuwa anataka kuuawa, au alikuwa anapitia changamoto, au unashangaa unawasaidia rohoni, labda ni yatima, ni wajane, ni wahitaji. Basi hayo yote ni mambo yanayoonesha umeitwa. Au unawafungua watu walikuwa wamefungwa, wamekuwa mateka. Hayo yote kama yanatokea kwako, usipuuze. Ni ishara na ni hatua kubwa kwamba Roho Mtakatifu anataka akutumie kwa viwango vikubwa ili ukamtumikie. Nawapenda. God bless you. Be a shining star. Thank you for watching.